Karibu katika tahariri ya Leo TV Africa. Leo tunatazama kwa jicho la kina mzozo wa muda mrefu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa kubwa katikati ya Afrika lenye utajiri mkubwa wa rasilimali, lakini pia likiwa ni moja ya nchi zilizoteseka zaidi kwa migogoro isiyoisha. Kwa zaidi ya miaka 30, Kongo imekuwa ikizunguka kwenye mduara wa vurugu, umwagaji damu, uhamishaji wa raia na kukosekana kwa amani ya kudumu. Ni mzozo ambapo haujaathiri Kongo pekee, bali umegusa Afrika mzima na hata ulimwengu kwa ujumla. Chanzo cha mzozo wa Kongo hakiwezi kuelezewa kwa tukio moja. Mizizi yake inarudi nyuma hadi kipindi cha ukoloni wa Ubelgiji, ambapo taifa liliachwa bila mifumo imara ya uongozi, umoja wa kitaifa na taasisi madhubuti. Baada ya uhuru, Kongo iliingia kwenye migogoro ya kisiasa na hatimaye kutawaliwa kwa miongo kadhaa na utawala wa kiimla wa Mobutu Sese Seko. Kuporomoka kwa utawala huo mwishoni mwa miaka ya 90 kulifungua ukurasa mpya wa machafuko. Serikali dhaifu, jeshi lisilo imara na mipaka isiyodhibitiwa viligeuza Kongo kuwa uwanja wa makundi ya waasi wa ndani na wa kuvuka mipaka. Lakini pigo kubwa zaidi ilikuja mwaka 1994 baada ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Makundi yenye silaha yalivuka na kuingia mashariki mwa Kongo yakitumia ardhi hiyo kama maficho na kuifanya Kongo kuwa mhanga wa migogoro ya mataifa jirani. Leo hii mashariki mwa Kongo, hususan Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, bado ni kitovu cha mapigano. Makundi ya waasi kama M23, ADF na mengine mengi yanaendelea kupambana na jeshi la serikali, huku raia wakibeba mzigo mkubwa zaidi. Mauaji ya halaiki, ubakaji wa wanawake na watoto kama silaha ya vita, kuajiri watoto kuwa wanajeshi na mamilioni ya wakimbizi wa ndani ni taswira halisi ya maafa ya kibinadamu yanayoendelea kujirudia Kongo. Swali kubwa ambalo linaendelea kuulizwa: kwa nini mzozo huu hauishi? Jibu moja kuu ni rasilimali. Kongo ni tajiri wa ardhi adimu kama cobalt, coltan, dhahabu na shaba, madini yanayotumika kuendesha uchumi wa kisiasa wa dunia. Badala ya rasilimali hizi kuwaletea wananchi maendeleo, zimegeuka kuwa chanzo cha vita, rushwa na tamaa za makundi yenye silaha pamoja na maslahi ya kibiashara ya kimataifa. Kwa maneno mengine, dunia inanufaika na teknolojia, lakini wananchi wa Kongo wanabaki kulipa gharama kwa damu na machozi. Jumuiya ya kimataifa kupitia Umoja wa Mataifa imekuwa Kongo kwa miaka mingi kupitia kikosi cha MONUSCO. Hata hivyo, licha ya uwepo huo, amani ya kudumu bado haijapatikana. Wakazi wengi wa Kongo wanahoji ufanisi wa juhudi hizi, wakihisi wameachwa peke yao katikati ya vita visivyokuwa na mwisho. Kwa upande wa kikanda, mzozo wa Kongo unaendelea kuleta mvutano wa kidiplomasia kati ya mataifa jirani, huku lawama za kuunga mkono waasi zikirushwa huku na kule. Hali hii inaifanya Afrika Mashariki na Kati kuishi kwenye hatari ya kuyumbishwa kiusalama. Ni wazi kwamba mzozo wa Kongo si tatizo la taifa moja, ni changamoto ya Afrika mzima. Je, suluhu ipo? Ndiyo, lakini si rahisi. Amani ya Kongo haiwezi kupatikana kwa nguvu za kijeshi pekee. Inahitaji uongozi wa kisiasa wenye uwajibikaji, usimamizi wa haki wa rasilimali, kuheshimiwa kwa haki za kibinadamu na ushirikiano wa kweli wa kikanda kupitia jumuiya kama East Africa Community na SADC. Zaidi ya yote, inahitaji sauti ya mwananchi wa Kongo kusikizwa, kulindwa na kuthaminiwa, kwa sababu hadi pale maisha ya raia yatakapokuwa na thamani kuliko madini yanayochimbwa ardhini, basi vita vitaendelea kubadilisha majina, lakini maumivu yatabaki yale yale. Kwa Leo TV Africa tunaamini amani ya Kongo ni amani ya Afrika. Ni wajibu wa kizazi cha sasa kuhakikisha taifa hilo halibaki kuwa jeraha linaloendelea kuvuja damu katikati ya bara letu. Mimi ni Shoka Juma na hii ilikuwa ni tahariri ya kimataifa ya Leo TV Africa. Asante kwa kutazama.